Marekani imetangaza kuondoa vikwazo dhidi ya Iran kwa muda wa siku 60 kuanzia Jumatatu baada ya kufanyika kwa mazungumzo ya kudumisha makubaliano mapya ya amani huko Uswisi. Hatua hii pia imechukuliwa baada ya Washington kusema kuwa Iran iko tayari kuwaruhusu tena wakaguzi wa shirika la kimataifa la kudhibiti matumizi ya nishati ya atomic IAEA kuitembelea nchi hiyo. Lakini kumeripotiwa pia hali ya utulivu katika mapigano nchini Lebanoni chini ya makubaliano hayo ambayo yanalenga kukomesha uhasama katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amefanya mazungumzo na makamu wa rais wa Marekani JD Vance kuhusu swala la Israeli kusitisha mapigano nchini humo. Rais Aoun amesema kwamba Lebanoni pia inakaribisha juhudi za kimataifa ili pia kuweza kusaidia kukomesha vita kati ya Israel na Hezbollah, lakini akakataa uingiliaji wowote wa kigeni katika masuala ya ndani ya nchi hiyo. Wamiliki wa meli pia wanakabiliwa na mkanganyiko kuhusiana na njia salama zaidi kutoka Ghuba ya Uajemi, huku pia Iran na Marekani na kampuni ya bima ya Magharibi yakitoa mwongozo ambao unakinzana pia kuhusu usafiri kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Financial Times ambayo imetoa ripoti hiyo na taarifa hiyo. Usafiri wa meli kupitia njia panda umeongezeka, lakini Iran imeonya kwamba meli zinaweza kukabiliwa na adhabu au kulazimishwa kurudi nyuma ikiwa hazitaomba ruhusa mapema kutoka Tehran na kusafiri karibu na pwani ya Iran. Ripoti hiyo pia ilieleza hivyo. Na wakati huo, Marekani na baadhi ya makampuni ya bima ya Magharibi yanashauri meli kutumia njia iliyolindwa na ulinzi wa anga wa Marekani upande wa Oman wa mlango. Ripoti hiyo pia imesema kwamba ikinukuu watendaji watatu wa meli ambao pia wamekuwa wakifanya shughuli hizo. Mtazamo wako na maoni yako ni yapi? Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV.